Kwa hiyo atakayeshikamana na Qur'an kwa kuisoma akazingatia maana, atakayesoma Qur'an akawa anaizingatia Qur'an na anazingatia maana yake na anayafanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an, huyu na yule ambaye haisomi Qur'an ni watu wa aina tofauti kabisa. Hata kama jamii itaona kwamba hawa wako sawa, lakini mbele za Allah hawako sawa. Ni watu walio tofauti mkubwa sana. Kwa maana ya kwamba kama ikiwa wewe uisome Qur'an, basi wewe ni katika wajinga wa mwisho kabisa. Yani ikiwa wewe huijui Qur'an, wewe ni katika wajinga wa kiwango cha chini kabisa. Yani ni mjinga wa kudharauliwa wa kiwango cha chini kabisa kisisomithilika, ikiwa wewe huijui Qur'an. Huo ndio ukweli. Kama kuna watu watakuficha pembeni kwamba hakuna neno, maadamu ustadhi au maalimu anaijua, maalimu fulani haina neno hata usipojua wewe, kama anakuengaenga hivi na kukuficha kwa sababu ni babake au ni mjomba wake au anakuheshimu kwa sababu wewe ni mkwe, mimi sikufichi katika hilo. Yani wewe ni mjinga wa kiwango cha chini kisichomithilika. Huo ndio ukweli. Na mbele za Allah jalla wa ala wewe ni mtu duni sana, kwa kuwa hukijui kitabu chake. Na hakuna sababu za msingi ambazo waweza kuzieleza mbele ya Mola wako ukasema kwamba hizi ndio sababu zilizonifanya mimi nisikijue kitabu cha Mola wangu. Unaweza ukanidanganya mimi, ukamdanganya yule na yule na yule, ukajieleza mbele za watu, ikawa hiyo ni sababu, watu watakubalia, lakini hizo haziwezi kuwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.